Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo, hamjambo. Karibu sana ili niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Msije mkashangaa mbona ninacheka. Ninachekelea Oburu Odinga na serikali ya William Ruto ambayo ilikuwa inafanya uamuzi bila ya kufuata katiba. Jinsi ambavyo tunazungumza sasa hivi, mahakama imeweza kutupilia mbali kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Niliwaambia Edwin Sifuna aende mahali. Kile ambacho kiliweza kufanyika katika kaunti ya Mombasa, mahala ambapo Oburu Odinga aliweza kuongoza kikundi cha wachache, kilikuwa ni mapinduzi yasiyofuata katiba. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mzee Oburu Odinga amesoma katiba, ameielewa yote. Nimegundua kwamba Oburu Odinga akiona pesa anaweza akaweka katiba nyuma. Sasa dakika chache ambazo zimepita, mahakama imeweza kusimamisha kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna. Na uamuzi ambao umeweza kutoka mahakamani unasema kwamba Nairobi Senator Edwin Sifuna can breathe, a sign of relief after the High Court stopped his ouster as the Orange Democratic Movement Party Secretary General. In its ruling delivered on Thursday, February 12th, the court ordered the immediate suspension of the gazettement of Sifuna's ouster pending the hearing and determination of the matter. The court further set the mention of the petition filed against the ODM party and the office of the The court further set the mention of the petition filed against the ODM party and the office of the registrar of the political parties on February 26 in this year. Hizo ni habari nzuri mpenzi mtazamaji, ambazo mahakama imeweza kumpea Edwin Sifuna nafasi ya kupumua kuondolewa kwake madarakani. Kuna penye ambapo naomba uweze kutilia mkazo. In its ruling delivered on Thursday, February 12, the court ordered the immediate suspension. Immediate suspension. Yaani kutupiliwa mbali kwa haraka kuondolewa kwake madarakani Sifuna. Niliwaambia kwamba Sifuna aende mahali. Sifuna ndiye chama cha ODM na chama cha ODM ni Sifuna. Karibu. Ninakuomba upige subscription, bonyeza kengele, like video, sambaza ikanda kuelekea kwa vikundi vingi, taarifa hizi ziwafikie watu wengi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tuko na kazi yenyewe ni kutaka kuonyesha serikali kwamba Sifuna si mtu wa kuchezea. Kimbia kwenye mtandao wa Facebook wake Sifuna, follow him. Kama haujaweza kumfollow, mfuate. Kipindi ambapo aliondolewa madarakani kupitia kwa mapinduzi, alikuwa na 624,000 followers. As we speak, Sifuna ako 673,000 followers. Tunataka tumkimbize kuanzia sasa hivi mpaka siku ya Jumapili, at least akuwe 1 million. Hichi ndicho kikosi ambacho kitakomboa Kenya. Kuondolewa madarakani kwake Sifuna sio eti kwamba Sifuna amekosa, ni kwa sababu Sifuna ameshikilia msimamo kwamba sio lazima tumsapoti William Ruto kwa sababu aliweza kuwaua wananchi, vijana wa Gen Z. Kwani wewe ukumbuki Gen Z waliuawa katika bunge la kitaifa, nje ya bunge la kitaifa? Sifuna akiwa anakataza polisi, ama mjaona kanda Sifuna akikataza polisi kwamba wacha kuua Gen Z, wacha kuua Gen Z. Hii serikali ndio imeweza kuiba mashamba. Hii serikali ndio imeweza kutuongezea ushuru. Alafu ndio chama cha ODM wanasema tuweza kuunga mkono. Lazima tufuate Edwin Sifuna.
mwenye anasema kwamba hatutaweza kusupport William Ruto kipindi ambapo Gen Z waliweza kuuawa, kipindi ambapo ushuru umeweza kuongezwa, kipindi ambapo kazi ambazo vijana waliweza kuahidiwa hawajaweza kupewa, kipindi ambapo pesa zinakopwa without public participation, na hizo pesa zinakuja kupeanwa hapa nje in form of Nyota Fund. Na hizo Nyota Fund hakuna kitu ambacho kinaitwa transparency, uwazi hakuna. Tafadhali piga subscription, like video, bonyeza kengele, sambaza ikanda. Karibu tusonge mbele. Unajua Oburu Odinga ni wajomba ambao wanangojea ndugu zao wanaaga dunia. Kama ndugu zao walikuwa na pesa, wananyang'anya watoto wa ndugu zao ambao wameaga dunia pesa. Hichi chama ni cha Raila. Oburu Odinga aliweza kuingia madarakani kupitia kwa mlango wa nyuma. Hata familia ya Raila Odinga, akina Winnie, akina Raila Odinga Junior hawakuwa wanataka Raila, hawakuwa wanataka Oburu. Hawakuwa wanataka Oburu, mpenzi mtazamaji. Mimi ninaomba hii mahakama iweze kuhakikisha kwamba ushindi unapatikana. The court pronouncement comes hours after the Nairobi lawmaker filed a petition challenging yesterday's decision by the ODM's National Executive Committee to remove him from the party. Unaona, Sifuna aliweka kesi mahakamani ya kupinga kuondolewa madarakani kwake. Na ninashukuru sana senior counsel governor wa county ya Siaya, Mzee James Orengo, kwa kuhakikishia Wakenya kwamba Sifuna aendi mahali. Alisema kwamba take that to the bank, Sifuna is not going anywhere. Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. And Senator Sifuna has served the party for nearly 10 years. And he has been with Raila Odinga at very critical and crucial moments, including running the affairs of the party between two elections. In fact, involved in two elections, 2017 and 2022. During the entire life of Raila Amolo Odinga, and during the period in which Edwin Sifuna was the Secretary General, there is no single moment that Raila Odinga rebuked or criticized Edwin Sifuna in public in the discharge of his functions as Secretary General. Unajua kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna ni kama ile hatua ambayo William Ruto alikuwa anataka kuua chama cha Jubilee 2023. Mnakumbuka kipindi ambapo William Ruto aliweza kusukuma Sabina Chege kukuwa party leader wa chama cha Jubilee, alafu Kanini Kega kukuwa secretary general wa chama cha Jubilee. Lakini tukashukuru mahakama ikapigana mpaka ikarejesha chama cha Jubilee mikononi mwake Uhuru Kenyatta. You know, sometimes hata kana kwamba tunasema Jeremia Kioni anaongeanga maneno mengi ya kumtusi Gachagua, Jeremia Kioni alipigana sana. Mpaka ninakumbuka alikuanga na rungu akiwa amejificha kwa mlanga, anataka kutwanga watu ambao wanataka kuingia kwa ofisi ya chama cha Jubilee. Hicho ndicho William Ruto anataka kufanya kwa chama cha ODM. The same script ndio hii William Ruto anatumika kwa chama cha ODM. Anafukuza wale ambao wamekataa kumsupport William Ruto kwa sababu ya mauaji ya Gen Z. Sifuna is not going anywhere. Take that to the next bank. Ninaomba niweze kukusomea maoni ya wananchi wawili watatu. Mmoja akasema kwamba William Ruto anaota kwamba atachukua chama cha ODM. Anapaswa kuambiwa kwamba ODM haiendi popote. Sijui kama unanielewa mpenzi mtazamaji. Ameweza kuambiwa kwamba ODM haiendi popote. William Ruto anaota. Mwingine akasema kwamba between Sifuna and ODM, who needs the other more to survive? Definitely the other with court orders needs the other more. Huyo ni mtu wa William Ruto amesema.
Mwingine akasema kwamba mwingine akasema hivi, huyu William Ruto hakuna kitu ambacho atapata. Nimekueleza kwamba Sifuna unajua ni wakili, na Sifuna yuko na mawakili wengi akina Orengo. Kwanza Orengo si wakili, Orengo ni senior counsel. Orengo ni senior counsel. Hii kesi aiende mahali, Sifuna anarudi afisini. Mimi ni Bwana Ezra, ninaomba uweze kusambaza hii kanda tafadhali.